Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kuna mambo haya matatu ambayo pengine natamani tushauriane, na pengine unaweza ukawa unayachukulia kawaida, lakini hakuna jambo linalomshinda Bwana. Bwana Yesu na asifiwe. Kuna mambo ambayo unaweza ukayatazama katika fikra zako, mawazo yako, mwenendo wako, ukaona kabisa amefika mwisho na uwezi kujua njia sahihi ya kuweza kutoka katika hayo mambo ambayo pengine anakusibia. Anaweza akawa changamoto, kama matatizo na mambo mengine kama hayo. Lakini ukisoma kwenye kitabu kile cha Yeremia sura ya 18 na ule mstari wa 3 na kuendelea pale, inakuonyesha jinsi ambavyo mfinyanzi anavyoweza kufinyanga kitu kutoka kwenye udongo, au kitu ambacho kilishazeeka kirejesha katika uhalisia wake mzuri zaidi, kama muonekano mzuri zaidi kuliko ambao pengine ulikuwa nao. Kwa mfano, kuna watu ambao walishawahi kutumia vile viungu vile vya kufinyanga na udongo. Kuna chungu kinaweza kaa kilikuwa na hadhi yake katika uzuri, lakini kwa sababu ya muda kiliharibika, kwa hiyo kapoteza thamani yake. Usilalamike kwamba kwa nini hiki chungu kimekuwa hivi, kwa nini hiki chungu kiko hivi. Kitu ambacho unaweza ukakifanya ni kwamba rudi mbele za Mungu, piga magoti, mwambie Mungu, finyanga hiki kitu kiwe kitu kingine kipya, tofauti na jinsi ambavyo pengine kinaonekana kwa hivi sasa, na pengine kimepoteza mvuto, na pengine kimepoteza uhalisia wa kile ambacho pengine ndo kusudi lake, kwa sababu huenda kilitumika katika nyakati ambazo kilikuwa hakijaonekana katika uthamani wake, lakini kwa muda huu kimeonekana uthamani wake kikiwa tayari kimeshaharibika. Kwa hiyo ni kumwambia Mungu, rejesha upya, finyanga upya, ili hiki kitu kirudi katika ubora wake na kionekane cha thamani, na kitu hicho kisiwe cha kulalamikiwa kwa jamii, kwa watu na kwa ulimwengu mzima. Badala yake kionekane ni kitu cha thamani. Anayeweza kukibadilisha kitu kionekane katika uthamani huo ni nani? Ni Mungu mwenyewe, ambaye ni mfinyanzi. Mungu awabariki. Tuache kulalamika. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kuna mambo haya matatu ambayo pengine natamani tushauriane, na pengine unaweza ukawa unayachukulia kawaida, lakini hakuna jambo linalomshinda Bwana. Bwana Yesu na asifiwe. Kuna mambo ambayo unaweza ukayatazama katika fikra zako, mawazo yako, mwenendo wako, ukaona kabisa amefika mwisho na uwezi kujua njia sahihi ya kuweza kutoka katika hayo mambo ambayo pengine anakusibia. Anaweza akawa changamoto, kama matatizo na mambo mengine kama hayo. Lakini ukisoma kwenye kitabu kile cha Yeremia sura ya 18 na ule mstari wa 3 na kuendelea pale, inakuonyesha jinsi ambavyo mfinyanzi anavyoweza kufinyanga kitu kutoka kwenye udongo, au kitu ambacho kilishazeeka kirejesha katika uhalisia wake mzuri zaidi, kama muonekano mzuri zaidi kuliko ambao pengine ulikuwa nao. Kwa mfano, kuna watu ambao walishawahi kutumia vile viungu vile vya kufinyanga na udongo. Kuna chungu kinaweza kaa kilikuwa na hadhi yake katika uzuri, lakini kwa sababu ya muda kiliharibika, kwa hiyo kapoteza thamani yake. Usilalamike kwamba kwa nini hiki chungu kimekuwa hivi, kwa nini hiki chungu kiko hivi. Badala yake unapaswa kujua kwamba wewe unayo nguvu ya kufanya mbele za Mungu, ili hicho kitu kiweze kurudi katika uhalisia wake na kuweza kufanyika katika ukweli wake. Kwa hiyo kitu ambacho unaweza ukakifanya ni kwamba rudi mbele za Mungu, piga magoti, mwambie Mungu, finyanga hiki kitu kiwe kitu kingine kipya, tofauti na jinsi ambavyo pengine kinaonekana kwa hivi sasa, na pengine kimepoteza mvuto, na pengine kimepoteza uhalisia wa kile ambacho pengine ndo kusudi lake, kwa sababu huenda kilitumika katika nyakati ambazo kilikuwa hakijaonekana katika uthamani wake, lakini kwa muda huu kimeonekana uthamani wake kikiwa tayari kimeshaharibika. Kwa hiyo ni kumwambia Mungu, rejesha upya, finyanga upya, ili hiki kitu kirudi katika ubora wake na kionekane cha thamani, na kitu hicho kisiwe cha kulalamikiwa kwa jamii, kwa watu na kwa ulimwengu mzima. Badala yake kionekane ni kitu cha thamani. Anayeweza kukibadilisha kitu kionekane katika uthamani huo ni nani? Ni Mungu mwenyewe, ambaye ni mfinyanzi. Mungu awabariki. Tuache kulalamika.